بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. katika darsa ya risala الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله, tulimalizia katika kikao kilichopita kwa kuyataja maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah akiwa azungumzia ponyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. baada ya kutaja maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah, الشيخ المزروعي حفظه الله كسيما: فالقرآن علاج للأمراض العضوية، مثاله أن الغالب في هذه الأمراض سببها الشيطان. قرآن نداوى يا مراضي يا viungo vya mwanadamu. Mfano wasema mara nyingi haya maradhi yanawapata watu sababu yake ni shetani, لأنه له تحكم في جريان الدم. بسبب شيطاني أنا تحكم بمعنى katika kutembea au mapito ya damu ya mwanadamu. Shetani waweza kupita na njia zile, kwa hivyo kuna uwezekano ile shetani ikiwa yopita katika sehemu zile kucontrol na kuipeleka ile damu kwa sababu yuko pale. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, Mtume صلى الله عليه وسلم akilizungumzia hilo wasema: inna shaytana yajri min ibni adam majra ad-dami, hakika shaytani apita katika mwili wa mwanadamu katika mapito ya damu, bimaana zile sehemu ambazo damu hupita na yeye pia hupita. Na huenda shaitan akamuingia mtu akaingia katika ile sehemu ambayo yapeleka mwili wake katika ubongo, na ndio maana ukamwona mtu akiwa ana mas ya shaitan aweza kuzungumza kwa mfano lugha ambayo yeye mwenyewe haijui, maisha yake hajawahi kuizungumza lugha ile. Bimaana akiwa katika hali yake ya kawaida akiambiwa zungumza hiyo lugha haijui. Kuna bwana mmoja namjua mimi, alifanywa sihir, akawa katika hali ya yule shetani kuzungumza, azungumza Kiarabu vizuri kabisa kwa lahja ya Kimasri, yaani utafikiri ni Masri, na mwenyewe hajui chochote katika Kiarabu. Akirudi sawa sawa mzungumzishe Kiarabu hakuelewi neno moja analozungumza kabisa, sababu anatahakam pale na kuupeleka ule mwili wakati ule nani? Ni shetani. Allah amempa uwezo huo. Qala famin dhalika, miongoni mwa maradhi haya ambayo huenda yakampata mwanadamu kutokamana na shetani, الغضب، وهو أساس لأمراض كثيرة. غضب hasira, na hasira ni sababu ya maradhi mengi sana. Subhanallah, yani hapa wafahamu hikma kubwa ya Mtume sallama kumuhusia yule bwana alipokuja: ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab.
bali Mtume sallam katika kubainisha mwenye nguvu akasema laysa shadidu bisur'ati inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sababu ghadhabu sasa hivi imesababisha watu wengi kupatwa na maradhi mengi. Sikiliza haya maradhi atakayotajwa hapa, utaona kuwa na maradhi yote haya atakayotaja hapa asili yake yatokamana na ghadhabu. Kasukari, maradhi ya kisukari. Sikia fulani yule ansukari, mara nyingi ukichunguza utakuta kuwa yaletwa na zile dhiki anazokuwa nazo mtu na hasira anazokuwa nazo. Bali mimi namjua mtu ambaye alipandwa na hasira akitulia na sukari. Sahibi yangu mmoja namjua vizuri sana, ilitokea jambo kazini likamtia hasira na ndio siku hiyo akapatwa na sukari. Pengine mtu atasema lakini hivi na vile, kweli yawezekana kwa sababu nyingine, kama watu kula vyakula vya ovyo ovyo, kutofanya mazoezi na nini pia usababisha. Lakini miongoni mwa sababu zinazoleta maradhi ya sukari, hata madaktari watakueleza hii yaweza kuwa sababu, tukawa na hasira mpaka kamletea maradhi haya. Qala wal qurhati, al-qurhati al-ma'diyya, alsaz. Ama mazifahamu nikisema alsaz, vidonda vya tumbo. Wal qulun al-asabi, na haya maradhi wayaita kwa abbreviation ya ABS Kiingereza. ABS, irritable bowel syndrome, yaitwa hivyo maradhi. Haya maradhi yakikushika ni kuwa hali yako ya kukidhi haja haieleweki. Yani bimaana waweza kuwa na imsak, kuwa choo hakiendi, constipation, ama waweza kuwa na ishal ukawa waendesha sasa. Yani yaweza kuja hivi, yaweza kuja hivi, au yaweza kuchanganya, mara yaje hivi mara yaje hivi, haieleweki. Yani ile hali yako ya nini ya tumbo, na ukaa miaka ya maradhi, wal billah. Ni kama mfano wa ile koloni yako, intestine yako yafinyika hivi na nini, basi ya watabu katika hali yako kukidhi haja. Haya ni maradhi. Wasudaa, kuumwa na kichwa, headache. Waljalta, wengine waita stroke, lakini aina yake ni thrombosis waita Kiingereza. Aina ya stroke yani kupigwa na baridi, wasema patwa na baridi. Kiswahili waita baridi, Kiswahili hii yaitwa baridi. Wasaktat ad-dimaghiyya, na hii ndio ile stroke sasa. Bimaana katika ubongo ule huenda ikawa ni sababu ya kufanya ule mwili wa mwanadamu kawa hauwezi kufanya kazi. Wasikia mtu amepigwa na stroke, macho tu ndio yafanya kazi, mwili mzima haufanyi chochote. Na hivyo ikawa ule ubongo hauwezi kutuma, yani zile, kuna namna Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, ule ubongo ukitaka kuinua mkono ndio kuna coordination baina ya ubongo na viungo vyako. Sasa ile hakuna. Ukamwona mtu yuko juu ya kitanda, haja yake nini, azakumullah, pale pale juu ya kitanda, ni stroke. Qala washalal almufaji, paralysis, mtu kuparalyze. Hii pia Kiswahili waita nini? Kupooza mtu ghafla hivi amepooza. Wadhabhati as-sadriyya, heart attack, huja upata na maradhi ya moyo ile heart attack. Wa amradhi al-qalbi, na maradhi mengine mbalimbali ya moyo, wa ghairiha, na mengineo. Haya mara nyingi husababishwa na nini? Na hasira. Wal ghadabu min ash-shaytan, na ghadhabu yatokamana na shaytan.
حتى قال تعالى واذكر عبدنا أيوب نمكمبوك مجاويت أيوب إذ نادى ربه alipomwita Mola wake akasema anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab, kwa hakika shetani amenifikishia mimi udhia na adhabu. Maradhi yatokana na yule shaytan yaliyompata Ayub alayhi salam. Qala wa kadhalika maradu adam intidham ad-dawrati al-hayd, kuna maradhi huwapata wanawake ikawa ada yake ya mwezi haikupangika, haieleweki. Wanazifu ash-shadid, na kutokwa na damu nyingi, patwa na istihadha. Sababuhu ash-shaytan, sababu yake ni shaytan. Lidhalika qala Rasulullah sallallahu لحمنة بنت جحش رضي الله عنها عندما سألته وقالت كنت أستحاض حيضة شديدة. هي صحابية حمنة بنت جحش رضي الله عنها alimuuliza Mtume sallam akamwambia, asema mimi nilikuwa napata istihadha, yani yatoka damu nyingi sana. فقال Mtume sallam akamwambia, inma hiya rakdatun ay darbatun min rakadati ash-shaytan. Na rakdha ni kupiga kwa kutumia nini? Mguu, ni kupigwa teke. Ni kama shaytan amempiga teke katika ile sehemu akamkata mshipa, ikawa ile damu fanya nini? Yatoka. Na hii kama ilivyo katika dhahiri yake, kwa shaytani wafanya hivi, aswa ampiga mtu mpaka ikawa ile damu haisimami ya yule mwanamke. Na hili laweza kutokea katika kiungo chochote cha mwanadamu. Na muhimu sana mtu kutahassan na adhkar. Ni watu wafanye mchezo na adhkar as-sabah wal-masa, mtuona ni kitu kidogo. Kuna baadhi ya wanafunzi hapa husahau, nasahau. Sasa ikiwa wewe mwanafunzi utasahau adhkar as-sabah, adhkar as-sabah wal-masa kwa wewe atakayewe kama chakula, mbona usahau kula? Ukaketi hivi kisha wenzako wakala mpaka wakamaliza, nasahau, kumbe sahihi ni wakati wa ghada, sikujua. Kula utakwenda mbio utakula. Basi mimbabi aula uwe utakuwa wakati wowote akili yako ya kukumbusha suala la adhkar, uwe utajilinda baada ya kusikia kuwa shaytan maradhi mengi yanayompata mtu yatokana na huyu shaytan. Basi fanya bidii, tahassan, jilinde na adhkar na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hasa adhkar as-sabah wal masa, usiziwache, shikamana nazo. وكذلك مرض الشلل، مرض يكبوز كذلك. فالجن يمسك الأعضاء المصابة فيوقف حركتها. شيطان aweza kushika vile viungo ambavyo vimepatwa na yale maradhi ya kupooza, akazuia vile viungo vikawa haviwezi kufanya haraka. Shaytan aweza kufanya hivi. Na kuna watu hufanywa sihr ikawa hawezi kutembea mzima, lakini hawezi kutembea. Na tuliwahi kutaja tulivyokuwa tuzungumzia zile yani al-ad'iya ad-du'a al-mustajaba ya Sheikh Abdul Razzaq, akataja pale ndani tukio la yule kijana ambaye alikuwa juu ya kitanda muda mrefu, akamshauri baba yake asome zile asbab alizozitaja Ibn Qayyim rahimahullah za kukubaliwa dua maarufu. Nafikiri ndiwahi kuwatajia hapo. Na yule kijana alivyokuwa yuomba zile adhiya, Allah subhanahu wa ta'ala akampa shifa. Kwa wakati mwingine yatokana na shaytan. Fa idha quri'a alayhi alquran ghadara aljisma wa shufiya almarid biidhnillah ta'ala. Akisomewa Qur'an, yule shaytani yuondoka katika ule mwili na yuwapona yule mgonjwa biidhnillah ta'ala. Yuwapona, rudi mzima, ukamwona mtu yuko sawa. Kama vile kadhalika miongoni mwa dawa ni hijama,
katika masala kama haya, sababu hijama hutoa damu mbovu ambao ndio sehemu mara nyingi shetani hukaa katika kiwiliwili cha mwanadamu. Sasa ile damu mbovu inapotolewa, hana mahali pa kukaa, huondoka, ukamuona mtu yuwapona biidhnillah taala kutokamana na yale maradhi aliyokuwa nayo. Ikiwa ni kiungo chake kilikuwa kimepooza, chaanza kuwa na haraka. Qala wa hakadha al-amrad an-nafsiyya. Sasa haya maradhi ya nafsi ni yale maradhi ambao watu wanasibisha na saikolojia, yani si kuwa eti akili, amaita maradhi ya akili. Naam, wahitaji wazimu, brain torture, sijui kama ni hiyo. Asema kamfisami ash-shakhsiyya, kamfisami ash-shakhsiyya. Infisami ash-shakhsiyya jina lake la kizungu gumu kidogo hizi, waita schizophrenia, kiangalia Kiingereza yake ito hivyo. Almuhim, maana yake haya maradhi ni ile mtu kitu cha sawa akiona si cha sawa, mara zungumza peke yake, mara zungumza hivi kama wasiwasi nini, azungumza maneno hayaeleweki, kuna mtu azungumza nini. Saa nyingine hii inaweza kutokamana nani? Na shetani. Walwaswasa, maradhi ya wasiwasi. Kuna watu wana maradhi ya wasiwasi, na watu wako tofauti katika maradhi ya wasiwasi. Kuna watu wengine wana wasiwasi katika kula, akipewa chakula atauliza maswali mingi, hii alafu ina nini, hii haina, hii stomo na tumbo kila hii, alafu ina basi wasiwasi. Na wakati mwingine ana wasiwasi, labda aliwahi kweli kula chakula fulani kikamdhuru, pengine akikupikwa vizuri kikamdhuru, ikawa ndio imemuingia katika nafsi yake kwa mimi nikila chakula fulani kitanidhuru, au nikila nyama ya mnyama fulani itanidhuru. Wengine kama kwa mfano sema mimi kila nyama ya bata mimi nitafanyika hivi, na akapikiwa bata asiambiwe mbata nkuku, ingawa hii makosa, lakini kwa mfano asiambiwe, akala na asimdhuru chochote, akala vizuri kabisa, ingawa ikiwa wajua mtu hapendi nyama fulani, si sawa kumwambia kwa wewe kula nini, wewe kula tu. Mwambie huyu ni nyama fulani, kama hali awache. Usije ukamuudhi mtu baada ya kuwa chakula ndio umwambia basi wajua nkula nini bwana, nini kunguru. Kunguru haliwi bwana. Cheka, kuna jamaa lilishwa kunguru huku kwetu Majengo, Allah yarhamu. Kuna kijana wenzake wakienda kupiga njiwa, yeye haendi. Zamani watoto piga njiwa kule, wakiangusha wakichinja hawajakula, yeye angoja tu. Jamaa wakasema leo atatutambua, leo walikosa njiwa pata kunguru, piga kunguru chini, wakamfutua vizuri kunguru na njiwa kama sawa tu, tena wakampikia na kila kitu. Kaja, vipi leo? Ambaye leo iko tena mzima huyo, kala wewe mpaka kamaliza. Watu wana adabu bwana. Akimaliza ambio hawajua nkula nini, nkula kunguru leo. Jamaa jitapisha, nani aambia mlete. Na machezo haya si mazuri, kumlisha mtu kitu cha haramu si sawa kabisa. Lakini jamaa hulishana vitu ambavyo mtu hataki, hata kama ni ya halali. Kama mtu hali, mwambie hii ni kitu fulani, ngada chunga. Mtume sallam alipowekwa yule kenge yule, aliambiwa ya Rasulullah, hiyo ni nyama ya nani? Ya kenge, dhab. Faamsaka an-nabi sallam, Mtume sallam akajizuia, hakula. Khalid bin Walid, haramun huwa ya Rasul? Qala la, si haramu, lakini nafsi yangu sipendi tu, nachefuko na roho nikila nyama hii. Wakala kina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu na wengine. Mtume sallam hakula. Hebu fikiria kama hakuambiwa, si angekula, kwa sababu hajui mpaka alipoambiwa nyama nani ndo akarudi nyuma akawacha. Na hii ni katika adilla kuwa Mtume sallam hajui nini, hajui ghaib, hata ile nyama pia kujua kama ni ya kenge mpaka alipoambiwa Mtume sallam. طيب قال والاكتئاب. اكتئاب ni depression maarufi, ni maradhi sasa hivi yameenea sana, depression. Kila unayemwona mtu ana depression yule, kwa nini?
ukiangalia vizuri, kwa sababu watu wako mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wameipigia makamama dunia, na dunia haiwezi kwenda unavyotaka wewe. Wallahi hii dunia kitu cha ajabu sana. Hii dunia ukiiacha itakufuata, jaathu dunya wa hiya raghima, itakuja chini ya miguu yako. Lakini ukiifuata, kila unachokifuata kiingiani, kila unachokifuata kiingiani, wamkuta mtu anketi ashika matama tu mpaka ataka kuzama kwenye mkono yake. Kuna nini? Peke yake kikaa, lakini unajua una nini baba? Mwisho akienda akipia huyu ana depression, maradhi ambayo watu wengi sana leo wanayo, wengi sana. Wengi katika watu wana maradhi kama haya, kwa sababu ya kuipenda sana dunia na kuacha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona haya maradhi watu wa nyuma huko walikuwa hata hawajui, hata habari hawana. Sasa hivi yamezidi kwa sababu watu wapenda sana dunia. Wallahu almusta'an. Qala falqur'anu shifaa'un linnas lijami'il amradi bianwa'iha. Qur'ani ni shifa, ni ponyo kwa watu kwa ajili ya maradhi yote kwa aina yake mbalimbali. Walidhalika لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وامرأة تعالجها, siku moja Mtume sallam aliingia kwake kwa Aisha radhiallahu anha, na kuna mwanamke alikuwa akimtibu Aisha, alikuwa ni mgonjwa. Faqala alijiha bikitabillah, bimaana mfanyie dawa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumsomea kitabu cha Allah. وقد تمت معالجة كثير من الأمراض بالقرآن, maradhi mengi biidhnillah ta'ala watu wamepona kwa kusomewa kitabu cha Allah al-Qur'an. Sasa ikiwa leo wengi katika watu wameigura kabisa Qur'an wakaiwacha, hata mtu kuisoma Qur'an hapati muda wa kuisoma, hata safha moja asome, aongojea Ramadhani mpaka Ramadhani. Lakini huyo kila siku ana dawa ya pressure moja ya miza, ana dawa ya sukari moja ya miza, sio ana dawa gani moja ya miza, ambapo awacha kile ambacho ni shifa kwake yeye. Pamoja na kuwa tuseme hivi uache dawa, dawa zako tumia, lakini kumbuka kuna na dawa nyingine umeigura ambao ni bora kuliko hizo unazotumia, ambao ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. قال راجع تجارب ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد كتاب الطب. رجليه hapo utaona tajarub alizokuwa nazo Sheikh al-Islam na Ibn al-Qayyim. Nilipatwa na maradhi haya nikasoma Qur'an nikapona, nilipatwa na maradhi haya nikaweka mkono wangu katika ile maradhi nikapona, kusoma ile Qur'an ile maradhi yakaniondokea. Lakini hii yataka iman na yaqeen katika moyo na kutokata tamaa. Sio waweka tu wasoma ayatul kursi ukimaliza, mbona bado nasikia kama naumia vile vile. Wewe sasa wajaribu wewe soma tena, rejelea, soma, kuwa na yaqeen kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea hayo maradhi, na biidhnillah ta'ala atakuondokea biidhnillah, kama tulivyotaja maneno ya Qayyim rahmatullah alayhi. Ikiwa jabali lao kama lingeteremshwa Qur'an lingepasuka, itakuja wewe maumivu yako ya magoti na umwana goti tu, somea Qur'an biidhnillah ta'ala, Allah atakupa shifa. Tanbih muhimu baada ya kuzungumza hayo yote, yasema la yufhamu mimma sabaqa tarku al-asbab ad-dawaiyya كالذهاب إلى المستشفيات للعلاج. hapa ndiko mushfayati, mustashfayat. Isifahamike katika haya tulotangulia kuyataja kuacha sababu za dawa zile, kama kwenda mtu hospitali. Mtu asije akaelewa tusema kuwa Qur'an ni dawa maana yake usiende hospitali, la. Walakin al-asas fi ilaji ay marad huwa al-Qur'an al-Karim. Lakini msingi wa ponyo ya kila maradhi ni hii Qur'an, ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. ويضم إليه السبب الدوائي, naongeza juu yake sababu ya dawa. Bimaana kwa mfano wewe umepatwa na maradhi fulani ambayo yana dawa yake ile tembe, nenda kachukue zile tembe kula,
lakini pia mwanzo utangulize kuisoma Qur'an ili iwe ni shifa kwako wewe. Walidhalika qala Rasulullah sallam likulli da'in dawa, kila maradhi yana dawa. Fa idha asaba ad-dawa'u ad-da', ile dawa ikiyapata yale maradhi vizuri, ikawa yalingana. Kwa mfano una malaria ukapewa dawa ya kuumwa na tumbo, itakuwa sawa dawa yake. Kwa hiyo waweza kununua dawa nyingi lakini yale maradhi yako vile vile, kwa sababu ile dawa haijapatana nini na yale maradhi ulionayo. Si mfahamu hapa? Ndio hivyo Mtume sana anasema yale madawa yakiipata yale maradhi kisawa sawa, bari biidhnillah azza wa jalla, yule mtu atapona biidhnillah azza wa jalla, kwa uwezo Allah atapona. وقال ايضا ان كان في شيء من ادويتكم خير, ikiwa katika chochote miongoni mwa dawa zenu kuna khairi, fa fi shartati mihjam, ambayo ni hijama. Ile hijama kwenda kuchanjwa ukatolewa ile damu chafu, na hii ina ujuzi wake. Usiende ukaangalie video kwenye YouTube za hijama kisha ukasema wewe pia wafanya hijama, utakuja kufanya watu wapinde migongo wewe. Kuna mmoja alikuwa afanya kazi kwenye kliniki ya hijama, basi ghafla tena jeuri kweli jamaa, nafikiri mshamuona yazunguka misikitini, mimi tabibu wa hijama. Ni mrongo huyo. Kamfanyia jamaa mmoja hijama, maungo yakapinda akabaki hivi, mzee atembea kama ankwa plastiki hivi. Ikabidi apeleke kwa daktari, wallahi alazim, siwaambii mzaa, ikabidi apeleke kwa daktari wa kikweli wa hijama, mfanyie tena hijama, ndo mzee akarudi sawa sawa. Bahati yake, alhamdulillah, daktari wako. Na azunguka, basi azunguka misikitini, azunguka Kenya, maliza Kenya ilivyojulikana kaenda Tanzania. Ukienda katika hospitali za hijama utaona imebandikwa picha yake, huyu ni muongo au husiana na mambo ya hijama na nini, picha yake aswa imbandikwa hivi. Huyu jamaa mmoja hivi ukimwona hivi ajifanya mjuaji na hana ajualo. Sasa alivyoona huko washajulikana, wale mahasidi wale wanaona wivu wale, haribu watu, aenda mpaka kwa wanawake wafanyia hijama kabisa, hana haya. Kaenda Tanzania pia, Tanzania wazunguka maskini, watu wakiwa hawajui, wana raha, nitapata dawa hapa, si hijama. Shaambiwa hijama ni dawa. Basi wenye kuijulia, si kila mtu, usijiendee ukaona rais basi wewe wenda tu. Ina wenyewe waliosomea wajulia, nenda kwa wale waliosomea, usijipeleke kokote. Na wako watu wana vibali vyao, alhamdulillah, wafanye. Watu kadhaa kwa aswabu Mombasa wako, alhamdulillah, nenda, si lazima uwe mgonjwa. Hijama watoa ile damu chafu katika mwili wako, hata kwa mwaka kufanya mara moja mbili si mbaya, kitu kizuri. Na kuna watu udanganyana, wajua ile hijama ubaya yake ukifanya mara moja lazima ufanye kila siku ile. Hebu acheni mambo hayo bwana, kudanganyana kweli kweli. Kuna watu waongo kweli kweli, yani mpaka wakafanya watu waona kama kitu kingine cha ajabu sana mtu kufanya hijama, kitu cha kawaida tu, kama vile wenda kukandwa kwa mfano. Basi ndio hivyo, watoa ile damu chafu. Na wewe kila ukikaa lazima katika mwili wako ile damu chafu itafanya zile dead red blood cells za kusanyika mahali karibu na ngozi, kila mwanadamu ilampata. Usipozitoa baadaye zaje kusababisha nini? Maradhi. Hasa ndio unaona mtu mbona mgongo wa nyuma au ondoki, maumivu hayaondoki, kumbe ni uchafu. Sasa akienda akitoa ule uchafu, ile damu sasa yaanza kutembea vizuri katika mwili wake, yarudi katika hali yake ya kawaida. Hii amehusia Mtume sallam, na Mtume sallam katika hadithi al-Isra al-Mi'raj akataja kuwa amehusiwa na malaika. Hakuona kikundi katika kikundi tulisoma cha malaika, isipokuwa amehusia wahusie umma wako juu ya nini? Ya hijama. Wafanya hijama, lakini kwa wale ambao ni kazi yao. Usende ukapindishwa maungo ama mkono, nataka kula mkono wako uko hivi tu kama kigongo, kila ukileta vauji nini unkatoa mshipa. Kuna wengine
akatamuliwa mtu kama tomato, kachanja kweli kweli, ingia paka ndani ya mishipa, ukamuumiza mtu bure bwana. Kwa hivyo chunga hiyo pia. Au sharbati asal, pia katika dawa asali ni dawa nzuri sana, na hii pia mpaka upate asali swafi. Na sasa hivi pia kuna matapeli wengi katika upande wa asali. Sasa mpaka upate mtu wamjua ambaye yeye mwenyewe ndio yuwafanya ukulima wa asali, kwa mfano uipate iwe ni asali ya kikweli. Sijui utengeza vipi jamaa asali na ndizi jamaa. Huku kwetu huku si ukoroga vipi ndizi hivi ukila hiyo fikiri asali. Alafu wanyuki kweli kweli, maskini nyuki huwawa kajazwa kwenye lile ndoo ili uamini kuwa ni asali. Subhanallah. Ana mmoja tu madhihaka, sema jamaa auza asali, asema mimi nauza pure honey. Amwambia leta ushahidi, anchora sura yake amedungwa dungwa na nyuki, amefura uso wote. Yule jamaa amwambia anipe chupa mbili. Inaonekana ni kweli. Asali wenye kuijua kishika tu hivi atajua hii ni asali. Kionja hivi ajue hii ni asali. Na pia hilo chunga, kwa sababu ikiwa asali si safi yaweza kusababishia maradhi badala ya kusaidia. Kiwa masukari akaja akakuumiza badala ya kutengeza. Kwa usije ukasingizia, lakini Mtume sana anasema asali dawa. Basi asali ikiwa ni asali, basi biidhnillah itakuwa ni dawa. Faida hii, faida tutakuja kuisoma insha Allah taala. Naona wakati umesonga sana. Faida insha Allah tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت